Wa Mawengi TV nipo katika makao makuu ya Jeshi la Polisi mkoani Tabora ambako ACP Richard Abwa ambaye ni kamanda wa Jeshi la Polisi mkoa wa Tabora ameweza kufanya tathmini ya operation ya matukio ya uhalifu yanayofanyika katika mkoa huu wa Tabora. Nipo hapa kwa lengo la kukujuza ni kipi ambacho kinaendelea, lakini pia kufahamu ni matukio yapi hayo ambayo yameweza kuonekana kwa tathmini ya miezi hiyo mitatu. Langu jina ni Diana Masai, ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ripoti hii. Kwa ujumla hali ya usalama ya mkoa wa Tabora inaendelea vizuri, na hii inatokana na namna ambavyo Jeshi la Polisi kwa kushirikiana na wananchi tumeendelea kuimarisha usalama kwa kufanya operation mbalimbali. Kwa kipindi cha mwezi Januari hadi Machi 2025 tumefanikiwa kukamata jumla ya watuhumiwa 67 wa makosa mbalimbali, ikiwa ni mpango mkakati ambao tunao wa kushughulika na matukio ya uhalifu katika wilaya zote 7 za mkoa wetu. Katika operation ambazo tunafanya, tumefanikiwa kukamata matukio mawili ambayo ni ya kupatikana kwa noti bandia. Tukio la kwanza lilikuwa ni la Machi tarehe 27 majira saa 11:30 katika kaunta benki ya NMB tawi la Igunga, kata na tarafa na wilaya ya Igunga, mkoa wa Tabora, ambapo Charles Daniel, huyu ana umri wa miaka 39, Msukuma, ni dereva na mkazi wa Igunga, alikamatwa akiwa anamiliki noti 25 za shilingi 10,000 zenye thamani ya shilingi 250,000 ambazo zinadhaniwa kuwa ni za bandia. Kati ya noti hizo, noti 10 zilikuwa na serial namba inayofanana ya PK 2195629. Pia noti 10 nyingine zilikuwa na serial namba inayofanana ya PH 4664653, na noti 5 zilikuwa pia na serial namba ambayo inafanana ya 3642876. Mbinu aliyotumia mtuhumiwa huyu ni kujaribu kuwakilisha benki fedha hizi bandia akiwa amezichanganya na fedha halali, lakini ni kujaribu kuhalalisha kipato ambacho sio halali. Mtuhumiwa amekamatwa, yuko mahabusu na taratibu za kisheria zinaendelea kufanyika. Tukio la pili lilikuwa ni la jana Machi 28 majira saa 6:30 kwenye maeneo ya barabara Mwanzuki, jirani na stendi kuu ya mabasi ya Igunga, kata na tarafa na wilaya ya Igunga, mkoa wa Tabora. Alikamatwa Sylvester Peter mwenye umri wa miaka 29. Huyu ni Msukuma, mkulima, na makazi yake ni Lugubu. Alikamatwa akiwa na Tabu Saidi mwenye umri wa miaka 19, ni Mnyamwezi na mkazi wa Lugubu. Hawa ni mke na mume, na walikamatwa wakiwa na jumla ya noti 94 za shilingi 10,000 ambapo zinakuwa na thamani ya shilingi 940,000 ambazo nazo zinadhaniwa kuwa ni bandia. Kati ya hizo noti 24 zina serial namba inayofanana ya 633444, na noti 23 zina serial namba inayofanana ya 68100326. Noti 23 nyingine zina serial namba ya 2907860, na noti 24 nyingine zina serial namba inayofanana ya 3081486. Mbinu ambayo wametumia ni kuweka fedha hizi kwenye begi wakiwa wanatokea kijijini Lugubu na wakielekea Tabora, na kwa ushirikiano ambao tuliupata kutoka kwa wananchi waliweza kukamatwa wakiwa kwenye stendi, na watuhumiwa wao wanaendelea kufanywa mahojiano kwenye kituo cha polisi cha Igunga, na uchunguzi utakapokamilika watafikishwa mahakamani. Kwenye operation ambazo tumeendelea kuzifanya, tumefanikiwa kukamata jumla ya watuhumiwa 3 kwenye maeneo Makibo, kata ya Nyaua, wilaya ya Sikonge, mkoa wa Tabora, kwa kosa la wizi wa pikipiki 2 aina ya SANLG, moja ikiwa na namba za usajili MC 511 DXU, na ya pili ikiwa imetolewa namba za usajili. Pikipiki hizi vielezo vipo kituoni na upelelezi unaendelea kufanyika. Katika hatua nyingine, Jeshi la Polisi mkoa wa Tabora tumekamata jumla ya watuhumiwa 11 wakiwa na lita 128 za pombe ya moshi gongo na mitambo 3 ya kutengenezea pombe ya moshi. Aidha, watuhumiwa 14 walikamatwa na kilogramu 13 na gramu 653 za bangi. Jeshi la Polisi katika operesheni ambazo tunaendelea kuzifanya, tumefanikiwa kuwakamata watuhumiwa pia 4 wakiwa na silaha 3 zilizotengenezwa kienyeji aina ya magobole na risasi 1 ambazo zilikuwa zikitumika kwenye kufanyia matukio ya uhalifu. Kwa upande wa usalama barabarani,
Jeshi la Polisi limeendelea kufanikiwa kutoa elimu ya usalama barabarani kwa watumiaji wa vyombo mbalimbali vya moto, ambapo jumla ya watumiaji 30,614 kwa kipindi hiki wameweza kupatiwa elimu, na pia madereva 8 wamechukuliwa hatua za kisheria kwa kukiuka sheria za usalama barabarani, ikiwemo kufungiwa leseni zao, ambapo jumla ya makosa 12,672 yalikamatwa katika operesheni ambazo tunaendelea kuzifanya ili kuimarisha hali ya usalama katika barabara zetu. Aidha, kumekuwa na makosa 40 ya unyanyasaji na ukatili wa kijinsia yaliyoripotiwa katika vituo mbalimbali vya polisi, ambapo makosa 17 kati ya hayo yamefikishwa mahakamani yakiwa na jumla ya watuhumiwa 13. Miongoni mwa makosa ambayo yameripotiwa ni pamoja na kulawiti, kubaka, kutelekeza familia pamoja na mashambulio ambayo yamejitokeza kwenye makosa ya ukatili. Jeshi la Polisi linaendelea kuwaomba wananchi wa mkoa wa Tabora kuendelea kutoa ushirikiano ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kudhibiti hali ya uhalifu na wananchi wakaendelea kujifanyia shughuli zao za kujipatia kipato na maendeleo ya nchi yetu vizuri. Kutoka makao makuu ya Jeshi la Polisi mkoani Tabora, langu jina ni Diana Masai na hii ni Mawengi TV.